Haya. Vijana we! Vijana we! Abandu bengo mrembe. Mrembe handi. Ule moyo. Asanteni sana. Nimeona dalili. Ilikuwa ni tarehe 15 Oktoba mwaka 2025. Kenya iliweza kupoteza kiongozi jasiri, mpenda haki na mkakamavu, Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alizaliwa mnamo tarehe 7 Januari mwaka 1945 huko Maseno, mkoa wa Nyanza, magharibi mwa Kenya. Raila Amolo Odinga alizaliwa kwenye mazingira ya kisiasa. Baba yake alikuwa ni makamu wa rais wa kwanza wa Kenya na alifahamika kama Jaramogi Oginga Odinga, ambaye kiingia katika uchumi ya Kenya mpaka usikie harufu yake, mpaka uone ishara hiyo pesa. Sasa nikikosoa kuna makosa. Raila alipata elimu yake ya awali katika shule za msingi na sekondari huko maeneo ya Kisumu kabla ya kwenda Ujerumani kwa masomo ya juu zaidi. Akiwa huko, Raila alisomea uhandisi katika chuo kikuu cha Magdeburg kilichoko huko Ujerumani na akahitimu na shahada ya uzamili mnamo mwaka 1970. Baada ya kurejea Kenya, alifanya kazi katika taasisi mbalimbali zikiwemo Kenya Bureau of Standards, ambako alifanya kazi kama mhandisi na hata mkurugenzi. Ilipofika miaka ya 80, Raila alianza kujishughulisha rasmi katika siasa, kipindi ambacho Kenya ilikuwa chini ya utawala wa chama kimoja cha KANU kikiongozwa na aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. Kizaazaa kilizuka ulipofika mwaka 1982. Raila alikamatwa na kufunguliwa mashtaka bila hata ya kuweza kupikishwa kotini kwa tuhuma za kuhusika katika jaribio la kupindua serikali. Hata alipoachiliwa, bado alikamatwa tena kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa na upinzani mkali dhidi ya utawala wa Moi, ambapo shujaa aliteswa sana lakini msimamo wake ulibaki vile vile. Katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi mnamo mwaka 1992, Raila alichaguliwa kwa mbunge wa Lang'ata na tangu hapo alijijenga kama kiongozi mkuu wa upinzani nchini Kenya. Raila alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa chama cha Ford na baadaye akajiunga na NDP, KANU na hatimaye akaasisi chama chake maarufu cha Orange Democratic Movement almaarufu kama ODM. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, Raila aligombea urais dhidi ya Rais Mwai Kibaki, na matokeo ya uchaguzi yalipotangazwa yalizua mzozo mkali na mkubwa wa kisiasa uliosababisha ghasia na vifo vya maelfu ya watu. Majengo yaliharibiwa, watu waliishi kwa uhasama, ubaguzi wa kikabila ulikithiri, mauaji yalizidi kwa kiwango kikubwa sana. Hatimaye kwa upatanisho ulioongozwa na Umoja wa Mataifa, Raila alikubali kuwa waziri mkuu wa Kenya katika serikali ya muungano wa kitaifa kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Mnamo mwaka 2010, akiwa waziri mkuu, aliongoza kampeni ya katiba mpya ambayo ilipitishwa kwa kura ya maoni. Katiba hii iliweka misingi ya ugatuzi, haki za kibinadamu na utawala bora, na hii ilikuwa ni moja ya mafanikio makubwa ya kisiasa katika maisha yake. Raila aligombea urais mara kadhaa, ikiwemo mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013 na hata mwaka 2017. Lakini kati ya uchaguzi wote, Raila aliambulia patupu, jambo ambalo lilizua mijadala na kusababisha maandamano mengi nchini Kenya. Ilipofika mwaka 2018, aliingia katika maridhiano maarufu na Rais Uhuru Kenyatta yaliyofahamika kama handshake,
Hatua hiyo ilipunguza joto la kisiasa nchini na kufungua milango ya mageuzi ya kisiasa. Katika uchaguzi wa mwaka wa 2022, Raila aligombea urais kwa mara nyingine tena kupitia muungano wa Azimio la Umoja. Hata hivyo, alishindwa na William Ruto ambaye alikuwa naibu wa rais kabla ya uchaguzi. Mbali na siasa, Raila alikuwa mume wa Ida Odinga na baba wa watoto wanne akiwemo Fidel aliweza kufariki mnamo mwaka 2015. Ya vile vile alikuwa na mtoto Rosemary, Raila Jr. pamoja na Winnie Odinga. Raila pia alijulikana kwa upendo wake wa kuimba. Pia alikuwa shabiki wa mpira wa miguu na alikuwa shabiki sugu wa Gor Mahia na Arsenal. Raila alikuwa anapendwa na watu kwa sababu ya ucheshi wake na kupigania haki za kila mmoja. Hatimaye ilipofika tarehe 15 Oktoba mwaka 2025, taarifa za tanzia za kuondoka kwa kiongozi shupavu Raila Amolo Odinga ziliweza kufikia dunia nzima, na hapa kila mmoja alikuwa na lake la kusema. Hata hivyo, watu wengi watamkumbuka Raila kama baba wa demokrasia ya Kenya aliyetoa maisha yake yote kupigania haki, uwazi na mageuzi katika taifa lake, ingawa kiu yake ya kuwa rais haikuweza kutimia, na atakumbukwa kama mtu aliyekuwa na msimamo dhabiti katika siasa. Naam, kufikia hapo sina la ziada, bali ni kuweza kuhitimisha simulizi yangu ya maisha mafupi ya Raila Amolo Odinga. Kumbuka, unaweza kupata taarifa hizi na zingine nyingi kupitia YouTube channel yangu @PresenterAlmas. Usisahau kushare, kulike, kusubscribe. Kumbuka, taarifa hii na simulizi hii imeweza kutayarishwa na Almas Tuma. Kwaheri.